أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Anasema tafsiri ya aya hii ni ya kwamba hamtaweza kufikia wema hasa mpaka mtoe katika vile mnavyovipenda, na chochote mnachokitoa basi hakika Allah anakijua. Bir maana yake ni wema wa hali ya juu na wema kamili, kama Allah taala anavyosema katika Qurani tukufu ya kuwa wema kamili hamwezi kuufikia mpaka mvitoe vitu mnavyovipenda kwa ajili ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu, na muvitumie kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Basi muumini mkweli ambaye daima anatafuta ridhaa ya Mwenyezi Mungu anajaribu kufikia viwango vile vya mema ambavyo anatakiwa kuvifikia, mema ambayo ni yenye kumleta karibu ya Allah. Katika Qurani tukufu kwa ajili ya kupata ukaribu wa Mwenyezi Mungu tumesisitizwa kwa njia mbalimbali katika sehemu mbalimbali. Mema ya aina mbalimbali zimetajwa, na kutoa mali katika njia ya Mwenyezi Mungu pia kumetajwa wema mmoja. Katika aya hii pia kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu kumeelezwa kama wema mkubwa sana, na alisema kwamba mali na kitu mnachokipenda kama mtakitoa katika njia ya Allah ndipo huo utakuwa wema mkubwa. Bila shaka Mwenyezi Mungu analipa malipo ya kila wema ambao ufanywe kwa ajili ya kupata ridhaa yake, lakini kwa kuwa mtu anaipenda mali, hivyo amehimizwa sana kuhusu hiyo. Basi kiwango kimoja cha imani na wema wa kweli na kiwango cha juu cha kujitolea Mwenyezi Mungu amekitaja hicho, yani kujitolea kile mnachopenda, kama asemavyo wema hasa ndiyo huu kwamba mutoe kitu katika njia ya Allah ambacho mnakipenda, lakini kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu mnakitoa au mnajitolea. Hatmasihi Maud alayhi wassalam ameeleza ufafanuzi wake katika sehemu nyingi. Hivyo sehemu moja anasema mtu hatakiwi kuwa na upendo wa mali, ni kazi ngumu sana hasa katika zama hizi. Alisema mtu hatakiwi kuipenda mali. Mungu anasema lan tanalu birra hatta tunfiku mimma tuhibun, hamwezi kufikia wema mpaka mutoe katika vile mnavyovipenda. Kama tulinganishe hali ya zama hizi na zama ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tunasikitika kwa kuona hali ya zama hii, kwani hakuna kitu zaidi ya uhai, na katika zama ile
mtu alikuwa akilazimika kutoa uhai wake katika njia ya allah katika zama ya mtume alisema kwamba wao pia walikuwa na wake na watoto kama nyini kila mtu anapenda uhai wake maisha yake lakini wao daima walikuwa wakitamani kwamba wakipata nafasi wajitolee uhai wao katika njia ya allah kisha alisema kwamba kwa kutoa vitu visivyofaa mtu hawezi kudai dai la kufanya wema mlango wa wema ni mfinyo basi kumbukeni vizuri jambo hili kwamba kwa kutoa vitu visivyofaa hakuna awezaye kuingia humo kwani ni kauli wazi kwamba lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibun maadamu hamtatoa vitu mnavyovipenda sana tena sana hadi wakati ule hamwezi kupata daraja ya kuwa mpendwa wa mungu kama hamtaki kuvumilia shida na hamtaki kufanya wema wa kweli kivipi mnaweza kufanikiwa na kufaulu anasema kwamba je maswahaba watukufu walifikia daraja hii bure iliyowafikia kwa ajili ya kupata lakabu ya kidunia kwa kiasi gani mtu analazimika kuvumilia shida na matumizi tena anafanikiwa kupata lakabu moja ambayo hata moyo hauwezi kupata utulivu na amani kwa kupitia ile kisha fikirini kwamba lakabu ya raziallahu anhum ambayo ni nishani ya ridhaa ya mwenyezi mungu na ni sababu ya kujalia moyo utulivu na amani je walipata kwa urahisi tu masihi maud anasema jambo lenyewe ni kuwa ridhaa ya mwenyezi mungu ambayo ni sababu ya kupata furaha ya kweli mtu hawezi kuipata mpaka avumilie matatizo ya muda alisema mungu hawezi kudanganika wamebarikiwa wale wasiojali matatizo kwa ajili ya kupata ridhaa ya allah kwani furaha ya kudumu na utulivu wa milele muumini anavipata baada ya shida hizi za muda kisha anasema katika dunia mtu anaipenda sana mali ndiyo maana imeendikwa katika elimu ya tabiri za ndoto kwamba mtu akiona katika ndoto kwamba ametoa ini yake na amempa mtu muradi wake ni mali ndiyo sababu kwamba kwa ajili ya kujipatia imani na uchamungu wa kweli alisema lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibun hamtaweza kufikia wema wa kweli mpaka mtoe katika vile mnavyovipenda kwani sehemu kubwa ya kuwatumikia wanadamu wa mungu inatuambia kuhusu haja ya kutumia mali na huruma kwa watu wa kaumu na viumbe wa mungu ni kitu ambacho ni sehemu ya pili ya imani ambayo bila kwayo imani haiwezi kukamilika na kuimarika mtu maadamu asijitole kivipi anaweza kumnufaisha mwingine kwa ajili ya kumnufaisha mwingine mtu analazimika kujitolea kwa ajili ya kumnufaisha mwingine na kumhurumia kujitolea ni muhimu sana na katika aya hii lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibun hili ni jambo ambalo limeelezwa na imetolewa agizo lake basi kutoa mali katika njia ya allah pia ni kiwango cha wema na uchamungu wa binadamu hata masihi maud alisema katika maisha ya abubakar raziallahu taala anhu kiwango cha kujitolea katika njia ya mungu kilikuwa kile ambacho mtume alipoeleza haja yake yeye akaja na mali yote ya nyumbani kisha akisihi alisema kwamba msiipende mali mwenyezi mungu anasema lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibun yani hamwezi kuifikia bir hamwezi kuufikia wema ule wa kweli na kamili mpaka mutoe mali ambayo mnaipenda kama nisemavyo kabla ya kwamba bir ni wema ambao uwe wa hali ya juu na kamili basi hii ni siri ile ambayo leo watu wa jumuiya ya ahmadia wameielewa vizuri
na hii ni athari ya malezi ya masihi maud alaihi salatu wassalam, ya kwamba hadi leo tunaendelea kuona viwango hivi vya kujitolea, viwango ambavyo maswahaba walivisimamisha. Kisha katika zama ya masihi maud watu wenye kuishi karibu yake na maswahaba zake wakavisimamisha. Kisha baada yake katika zama ya ukhalifa, kwenye kila zama tunaendelea kushuhudia manzari hizi, na hadi leo tunaona wanajumuia wakijitolea. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameeleza umuhimu mkubwa sana wa kujitolea mali, na maswahaba zake wakaelewa vizuri na wakalifuata kweli kweli. Inapatikana katika riwaya moja, Ibn Masud anasimulia kwamba mtume alisema, mtu hatakiwi kujivunia isipokuwa juu ya watu wawili: mmoja ambaye Mwenyezi Mungu alimjalia mali naye akaitoa katika njia ya Mungu; pili, mtu ambaye Mwenyezi Mungu alimjalia busara, elimu na hikima, ambayo kwayo ana hukumu baina ya watu na anawafunza. Basi hiki ni kiwango ambacho kwa ajili ya kusimamisha kwa maswahaba zake Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwasihi, na kiwango hicho kikapatikana. Inapatikana katika riwaya moja ambayo imesimuliwa na Abu Masud Ansari ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akisema kuhusu kutoa sadaka, mmoja wetu alikuwa anakwenda sokoni na kufanya vibarua huko. Alikuwa akipewa kitu kama ujira sawa na mezani ya mud ni kipimo sawa na kilo chache, au akipata chochote alikuwa anatoa kama sadaka. Kila mmoja alikuwa anajaribu kushiriki katika mpango ule alioweka mbele yetu Mtume sallallahu alaihi wasallam, na atashiriki kwa kuchuma hela, sio kwamba ameomba kutoka mtu fulani, bali kwa kufanya kazi na kwa kuchuma hela atashiriki. Msimuliaji anasema kwamba miongoni mwao baadhi yao sasa wana hali hii kwamba Mwenyezi Mungu amewajalia sana kiasi kwamba sasa wana dirhamu 100,000. Waliokuwa wakifanya kibarua na kutoa michango sasa wanamiliki malaki. Basi hizi ni baraka za kujitolea, na hii ndiyo siri ambayo mtume alitusihi kuishika, na ndiyo kitu ambacho Mwenyezi Mungu amefanya nasaha yake katika Kurani tukufu ya kwamba nini mutoe katika njia ya Allah na mutoe katika vile mnavyovipenda. Inapatikana katika riwaya mbalimbali ya kwamba saa nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitangaza mpango fulani wa michango. Hapo maswahaba walikuwa wakileta chochote walichokuwa nacho nyumbani, na malundo ya vitu mbalimbali yalikuwa yakipatikana huko. Hivyo kwa ajili ya mahitajio ya kijamaat mchango unahitajika, mali inahitajika, kunakuwa na haja ya vitu, na daima jamaat za manabii zilielewa jambo hili, na kila moja sawa na wasaa wake alijitolea kutoa mali. Kuna fadhili kiasi gani kuhusu hiyo? Sehemu moja mtume akiisihi alisema, alimsihi dada wa mke wake Hatasma ya kwamba usitoe katika njia ya Allah kwa kupiga hesabu, wala Mungu pia atakupatia kwa kufanya hesabu. Kwa kufunga mdomo wa mfuko wa hela yako usikae kwa ubahili, la sivyo mdomo wake utaendelea kufungwa tu. Alisema kwamba toa kwa nguvu zote, umtegemee Allah, Allah ataendelea kukupa. Kisha mtume safari moja alisema, Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu anasimulia, kila asubuhi malaika wawili wanashuka. Mmoja anasema kwamba e Allah, umjali mkarimu zaidi na zaidi, na uwaumbe wengi wenye kufuata nyayo zake. Mwingine anasema kwamba e Allah, umzuie bahili mali yake na uangamize mali yake. Kwa vyote vile siku hizi wanajumuia wanajua siri hii. Ipo mifano mingi na historia ya Ahmadia imejaa, na kila siku inaendelea kuongezeka kwamba wakarimu wana umuhimu gani. Mtu mmoja aliandika kwamba nilikuwa na hela ndogo sana, nia yangu ilikuwa ni kufanya biashara, ilikuwa ninunue vitu muhimu, hali haikuwa shwari,
na nilikuwa sielewi kwamba biashara hii nitaweza kufanya au la. Baba yangu aliniambia kwamba hela hii yote utoe katika mchango, utoe kwa ajili ya Mungu. Hivi nikatoa katika mchango na Mungu akafanya mpango kwamba nikapata oda fulani ambayo ikaniwezesha kupata hela nyingi sana. Kisha nikaanza biashara ile na Mungu akatia baraka ndani yake mpaka nikaanza kupata mali nyingi. Mambo hayo hata katika zama hizi pia Mwenyezi Mungu anaendelea kuonyesha kwa waumini wa Masihi Maud ili kuwaongeza katika imani. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameeleza umuhimu wa kutoa katika njia ya Allah katika hadisi mbalimbali. Hat Hasan radhiyallahu anhu anasimulia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, na hii ni hadisi kudsi, yani Mtume alieleza jambo hili kuhusu Mwenyezi Mungu kwamba Mungu anasema, ewe mwana wa Adamu, wewe kwa kuweka kwangu hazina yako utulie, uwe na amani. Hakuna hatari ya kuungua kwake wala kuzama majini, wala haina hatari ya mwizi kwamba ataiba. Hazina ulioweka kwangu nitakupa yote siku ile ambapo utakuwa ukihitaji sana, yani maisha baada ya kifo, wakati ambapo mtu anakuwa hajui kwamba atatendewa vipi, anakuwa hajui kuhusu mema yake. Wakati ule Mungu anasema kwamba namna ulivyojitolea mimi nitakujalia ujira wake na kwa kupitia wewe utasamehewa. Hii ndiyo ile biashara ambayo Mungu anafanya kwa muumini. Hat Masihi Maud alayhi wassalam sehemu moja anasema, mimi kwa yakini naelewa kuwa ubahili na imani haviwezi kujumuika katika moyo mmoja. Mtu anayemwamini Mungu kwa moyo wa kweli, yeye hachukuli mali ile kama mali yake iliyofungwa katika sanduku, bali hazina zote za Mungu anazichukulia kama hazina zake, na ubahili unamwondoka kama vile mwanga na nuru inavyoondoa giza. Kisha alisema kwamba kaumu wanatakiwa kuitumikia silsila hii kwa njia zote, wasizembe hata katika kuitumikia kimali. Angalieni, katika dunia hakuna silsila inayosonga mbele bila mchango. Katika zama ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata Musa alaihi wasallam, hata Isa alaihi wasallam, katika wakati wa mitume wote michango ilikusanywa. Basi watu wa jumuiya yetu pia wanatakiwa kuzingatia hili. Kama watu hawa watoe hata pesa moja moja kwa mwaka mzima, mengi yanaweza kutokea. Kuhusiana na hilo, tukiona mfano wa Khalifatul Masih al-Awwal ulikuwa namna gani, namna alivyosema labbaik juu ya mpango wa Masihi Maud na kwa ajili ya kutimiza shabaha ya ujio wake alijitolea. Masihi Maud ameandika kuhusu Khalifa Awwal kwamba kama ningempa ruksa, yeye akijitolea kila kitu katika njia hii na angetimiza haki ya aina zote. Kisha aliandika, mimi naweka mbele yenu baadhi ya maandiko ya barua zake. Khalifa Awwal alimuandikia Masihi Maud kwamba mimi najitolea katika njia yako, kila kitu nilichonacho si cha kwangu bali ni chako. Nasema kwa ukweli wote ya kwamba mali yangu yote kama itumike katika kusambaza dini, nitakuwa nimefanikiwa. Kama wanunuzi wana wasiwasi kuhusu uchapishaji wa Barahini Ahmadiyya, yani kama kwa sababu ya upungufu wa wanunuzi au kwa sababu ya kutokulipa kwao inatokea kizuizi katika uchapishaji wa kitabu hicho, nipe ruksa ili nitoe huduma hii yote, na nikilipa matumizi yote nikupatie, na kipato kitakachopatikana pia nikurudishie. Na alisema kwamba hii ni bahati yangu njema, bali alisema kwamba ni matakwa yangu. Alisema kwa Masihi Maud kwamba mimi nataka kwamba nipatiwe jukumu la kulipa matumizi yote ya Barahini Ahmadiyya. Hicho kilikuwa ni kiwango cha kujitolea kwa Khalifa Awwal.
khalifatulmasih thani alipoweka mbele ya jamaat mipango ya wakfe jadid na tahrike jadid, watu wengi sana, watu maskini wakaanza kuleta hela ndogo ndogo na kutoka katika michango. Moja akaleta kuku, mwingine akaleta mayai na akasema kwamba tumeleta kila kitu tulichokuwa nacho. Na katika zama zile Khalifa Sani alipokuwa akitoa mifano ya watu maskini, pia alikuwa anaeleza mifano ya wazee wa zamani sana. Kuhusu hiyo ameeleza mfano moja wa Daktari Khalifa Rashiduddin Saheb ambaye alikuwa baba wa mke wa kwanza wa Khalifatul Masih Thani, yani Hazrat Umme Nasir radhiyallahu anha, na alikuwa babu wa Khalifatul Masih Thalis. Musleh Maud aliandika kwamba yeye aliposikia kutoka kwa rafiki yake moja kuhusu madai ya Masihi Maud, mara baada ya kusikia alisema, mtu mwenye madai haya makubwa hawezi kuwa mwongo, basi sina haja ya dalili. Dai hili ni kubwa sana, mimi sina haja ya kusikia hoja yoyote. Mimi naamini kwamba yeye ni Masihi Maud. Na muda si mrefu akaja kufanya baiat ya Masihi Maud. Masihi Maud ameandika jina lake katika wafuasi 12 na alikuwa amezidi mno katika swala la kujitolea. hadi Masihi Maud akamwindikia kwamba wewe umeitumikia sana silsila hii, hivyo siku za usoni huna haja ya kujitolea. Japo aliendelea kujitolea, lakini Masihi Maud alionyesha furaha na ridhaa kuhusu yeye. Musleh Maud anaandika kwamba nakumbuka zama ile ya Masihi Maud, wakati ambapo kesi yake moja ilikuwa inasikilizwa katika Gurdaspur na huzur alikuwa akihitaji hela. Hasab aliwahimiza marafiki zake kwamba kwa kuwa matumizi yameendelea kuzidi, idara ya dhifa imekuwa katika sehemu 2, Qadian na hapa Gurdaspur. Kwa sababu ya uwepo wa Masihi Maud, watu walikuwa wakienda huko na walikuwa wakihudumiwa. Alisema kuna matumizi ya kesi vile vile, hivi marafiki zangu watoe mchango. Ujumbe huwa sahib ulipomfikia Dr. Saheb, kwa bahati siku ile ile akapata mshahara kama 450 rupiah, ambayo katika zama ile ilikuwa hela nyingi sana. Yeye akamtumia Masihi Maud mshahara wake wote. Mtu mmoja akasema, Dr. Saheb, ungeweka chochote kwa ajili ya matumizi ya nyumbani. Dr. Saheb akasema kwamba Masihi wa Mungu anaandika kwamba kwa ajili ya dini anahitaji. Mimi sasa kivipi naweza kuweka kwa ajili ya haja nyingine? Ilmuradi Dr. Saheb alikuwa amezidi sana katika kujitolea mpaka Masihi Maud akahisi haja ya kumzuia na akalazimika kusema kwamba sasa huna haja ya kujitolea. Basi hii ni mifano waliosimamisha maswahaba wa zamani na maswahaba wa Masihi Maud, na walisimamisha kisha katika kila zama ya ukhalifa tunaona mifano ya namna hii. Ningependa kuweka mbele yenu matukio moja mawili ya zama ya Masihi Maud. Sufi Nabibak Saheb mhajiri wa Qadian anasema kwamba safari moja nilihudhuria jalsa salana, nikasema kwamba nataka kumwona Masihi Maud katika faragha. Masihi Maud alisema uje ndani. Anasema kwamba kwa bahati mlango ambao alikuwa ameuingia ulikuwa wazi na pamoja nami watu wengine pia wakaingia ndani. Nikasema kwamba baba anasema tumemfundisha mtoto wetu na tumempa masomo mazuri, amepata ajira lakini hakututumikia. Baba analalamika kwamba tumempatia masomo lakini yeye hatutumikii kimali. Anasema kwamba baba anasema kwamba tumempa mafunzo mazuri na yeye hatumiki. Na mke wake anasema kwamba amekuwa Ahmadia na dhahabu niliyokuwa nayo imeuzwa, kila kitu anapeleka kama mchango, labda kwa sababu ya kuendesha matumizi ya nyumbani.
atakuwa analazimika kuuza dhahabu. Alisema kwamba baba pia analalamika na mke pia analalamika. Kisha alisema kwa Masihi Maud kwamba hapo mimi nimeona manzari za Kadian, kwamba kwa ajili ya silsila hii wafuasi wako wanajitolea maelfu ya hela. Hivi ufanye dua kwamba Mungu anijalie mishahara ili niweze kutumikia. Baada ya kueleza vitu hivi, anasema kwamba ninapoona mifano ya watu natamani kwamba mimi nitoe zaidi. Na kisha Mungu akafanya mpango kwamba akapata ajira katika nchi nyingine, mshahara pia ukaongezeka, na yeye akatoa mchango na pia akawasaidia watu wa nyumbani. Watu ambao kwa sababu ya nguvu tukufu ya Masihi Maud katika zama ile, hata zama ile pia ilikuwa ni zama ya kupenda vitu vya dunia, na watu walikuwa wanapenda dunia, lakini wao walikuwa wanajitolea. Na leo pia tunaona mifano ya namna hii, hali ambapo watu wameiangukia dunia zaidi, lakini watu wanajitolea katika njia ya Mungu. Baadhi ya watu maskini kwa namna gani walivyokuwa wakijitolea, leo pia tunaona mifano yake. Baadhi ya watu wa Afrika wanatuma matukio yao, lakini kwanza naweka mbele yenu mfano wa watu maskini wa Masihi Maud. Hazrat Qazi Kamuruddin Sahib radhiyallahu anhu anaeleza kisa kimoja kuhusu Sain Diwan Shah Sahib. Anasema kwamba nilikuwa namuuliza Sain Sahib kwamba kuna sababu maalum ya kwenda kwako Kadian. Alikuwa anakwenda sana Kadian, yani Sain Sahib alikuwa anakwenda Kadian akipitia kijiji cha Qazi Sahib, na alikuwa anapitisha usiku kwenye kijiji chake. Anasema Sain Diwan Shah alikuwa mkazi wa Narowal na alikuwa anakwenda Kadian kwa miguu, na hii ilikuwa ni safari ya maili nyingi kutoka Narowal hadi Kadian. Hata kama akienda kwa njia ya mkato itakuwa kama safari ya maili 100 aliyekuwa anafanya kwa miguu. Yeye akamuuliza Sain Sahib kwamba unaenda Kadian kwa sababu makhsus au unaenda ili kukutana na Masihi Maud tu? Sain Sahib alisema, mimi ni mtu maskini, nina shauku ya kumwona Masihi Maud. Pili, mimi ni mtu maskini, siwezi kutoa mchango kama watu matajiri wanavyotoa. Hivyo mimi naenda Kadian ili niweze kutengeneza vitanda vya idara ya dhifa, yani nitatengeneza vitanda vya idara ya dhifa, na hivyo nitaweza kuchangia katika hilo. Yani mimi nahisi kwamba siwezi kutoa mchango kama pesa, basi ninapofanya kazi hii bure mimi napata utulivu kwamba nimetoa mchango wangu na huu ndio mchango wangu. Hii ndio ilikuwa roho ilikuwa inapatikana kwa watu maskini katika zama ile. Katika zama hizi pia twaona namna Allah alivyozalisha roho hii. Watu waishio mbali ambapo miaka michache kabla jumuiya imepatikana, watu hawa kwa kukubali Islam wameingia katika jumuiya ya Ahmadiyya, na sisi tunaona mandhari za kujitolea kwao. Tunaona jaziba iliyopatikana miaka 1400 iliyopita. Hata Masihi Maud alitoa mifano ya baadhi ya watu. Tunaona jaziba yao katika watu hawa, na hii ni roho ambayo imepatikana katika jumuiya ya Ahmadiyya baada ya kumwamini hata Masihi Maud alayhi wassalam. Mbashiri wa Marshall Island aliandika kwamba Ladri Arzik Sahiba ni mwanamke mwenye ikhlasi, anafanya kazi kubwa ili kuendesha idara ya dhifa ya Jamaat, ambapo chakula kinapikwa, anakuja na anapika chakula, na anapopata mshahara kazi yake ya kwanza inakuwa ni kutoa mchango
kwa niaba yake na kwa niaba ya wajukuu zake watano na anatoa mchango wa wakfe jadid. Mbashiri anasema kwamba hawa ni watu ambao kwa kuona nyumba zao ni watu maskini sana, lakini kwa kuona hali yao na kumbuka maneno ya masihi maud kwamba mcha mungu anaweza kupata furaha ya kweli katika nyumba yake ya makuti, furaha ambayo mtu wa dunia hawezi kupata hata kwenye kasri yake. kisha kuna mwanamke mwingine lorin saheba anafanya kazi katika idara ya dhifa ya marshall island. anasema nilimkumbusha kuhusu mchango wa wakfe jadid kwamba mwaka unakaribia kuisha, mchango wetu ni mdogo kuliko mwaka jana. anasema baada ya ijumaa akaja ofisini na akatoa mchango wa wakfe jadid ili tuweze kutimiza ahadi yetu au tuweze kutoa zaidi. mbashiri wa kazakistan anasema akieleza kuhusu mchango wa ayan abrayo saheb kwamba niliona katika maisha muda ambapo sikuwa na hela ya kununua chapati, nilikuwa nalazimika kukopa na mke wangu alikuwa ana wasiwasi kwamba kivipi tutapitisha maisha, lakini katika hali zile pia nikaanza kutoa mchango na sasa hivi pia ni usuli yangu. ninapopata hela mimi natoa mchango kwanza, na mungu amenijalia kwa njia ya ajabu kwamba ninapotoa mchango mwenyezi mungu ananijalia njia za kupata riziki. na saa nyingine mke wangu ananiuliza pesa hii imetoka wapi, na mimi namwambia kwamba hizi ni baraka za mchango. mwenyezi mungu anasema kwamba mtakapotoa mali kwa ajili yangu mimi nitawarudishieni kwa kuongeza, na mwenyezi mungu anatimiza ahadi yake. karibu na mji wa marwa wa cameroon kuna jumuiya na kuna muhammad yusun saheb. anasema nilikuwa maskini sana, nilikuwa nafanya kazi katika mashamba ya watu. baada ya kuwa ahmadia nikaanza kutoa mchango, na kwa baraka za mchango mwenyezi mungu alikubali mchango wangu na akanijalia kiasi kwamba mimi nikawa na shamba langu. na kitu hiki kinanipa utulivu kwamba mungu amekubali huduma yangu, kwani mungu amenijalia sana na amenifanya kuwa mmiliki wa shamba. nilikuwa nafanya kibarua na sasa nimekuwa mmiliki wa shamba. niger ni jamaat moja maskini. mbashiri wa huku aliandika kuna ahmadia lawali saheb anasema kwamba mimi nalima tigernet na nilikuwa nimeamua kwamba nitatoa mchango sehemu 10, lakini hali ikabadilika na mvua ikanyesha sana. kulikuwa na wasiwasi kwamba mavuno yangu yataharibika. majirani zangu mavuno yao yaliharibika, lakini mungu alitia baraka kwenye mavuno na kilimo changu. mimi nikapata magunia 10 bali magunia 11 kutoka mashamba yangu. na katika hali hii ambapo mavuno yaharibike, bei pia inazidi na mtu anaweza kuchuma hela nyingi kwenye masoko. ye hakuwa na tamaa ya kuchuma hela, alikuwa ameahidi moyoni mwake na hakumwambia mtu yeyote. alikuwa amemwahidi mungu moyoni, hivyo kwa ajili ya mungu akawa tayari kujitolea, na sawa na ahadi yake gunia 11 gunia la 11 alikuja kuleta kwenye mchango, na mapenzi ya mali hayakutawala juu yake. hawa ni watu tunaona katika jumuiya na katika kila nchi tunaona. kuna jumuiya moja ya gambia yorobawal. mwenyekiti wa huko anasema kwamba alipata hela kutoka sehemu fulani aliyogawa katika sehemu 2. moja akaitunza kwa ajili ya mchango na nyingine akatunza kwa ajili ya matumizi yake.
anasema kwa bahati mbaya hela aliuweka kwa ajili ya matumizi yake ikapotea, na sasa alikuwa na hela ya mchango tu ambayo angeweza kuitumia, lakini ye hakutumia kwa ajili ya matumizi yake. Upendo wa mali haukumtawala, hakutengeneza uzuru kwamba hela ile imepotea, hivyo labda nitumie nusu kutoka hela ya mchango. Alisema kwamba mimi hela ile nikatoa katika mchango. Mungu akafanya mpango kwamba baada ya muda hela iliyopotea nikaipata na nikaweza kutimiza mahitajio yangu. Katika hali ambapo mtu anakuwa na haja, upendo wa mali unazidi, lakini ikhilasi ya watu ni ya ajabu, kwamba ahadi waliofanya na Mungu wanatimiza kwa njia zote na katika hali yote. Kisha kuna tukio jingine ambalo linaeleza kwamba upendo wa mali hauwezi kushinda roho ya kujitolea. Kuna jamaat moja ya Niger, Marawi. Ahmad Sani Saheb anatoa mchango wa wakfe jadid na kila mwaka anatoa bila kukosa. Mwaka huu kwenye jimbo lake kwa sababu ya mafuriko mavuno yaliharibika, na alikuwa na fikira kwamba watu hawataweza kutoa mchango mkubwa. Sani Saheb alisema kwamba bila shaka kwa sababu ya mafuriko hawakupata kilimo kizuri, lakini kwa sababu yake hawatapunguza katika mchango, na mchango ambao walikuwa wanatoa kabla wakatoa hata zaidi yake. Kisha kuna kisa kingine katika Niger. Kuna jamaat Dipso, mvua haikunyesha sana na mavuno yaliharibika. Sehemu fulani mvua inanyesha sana na sehemu nyingine hainyeshi, kuna majanga. Na katika nchi za Afrika kuna matawi ya vijijini, na pia huko hali ya siasa pia si nzuri, bei ya vitu imepanda sana. Kwa kuona hali hii, mwalimu anasema nilipata wasiwasi, watu hawa hawana hela, watawezaje kutoa mchango? Lakini nilipowaambia watu wa kijijini kwamba mwaka wakfe unakaribia kuisha, Shafi Saheb alisimama na akasema kila mwaka tunatoa mchango bila kukosa, na kila mwaka Mungu anaturudishia kwa kuongeza, na kwa baraka za mchango Mungu anatujalia na hali ya uchumi inaboreka na sisi tunakwenda mbele. Hivyo hatutarudi nyuma, tutatoa mchango. Na wakatoa mchango. Hapo pia upendo wa mali haukuwashinda. Katika Tanzania kuna mwanajumuiya moja, Ibrahim Saheb, anasema nilipojua kuhusu baraka za mchango, kila mwaka nikatunza hela makhsus kwa ajili ya mchango, na kwa sababu ya baraka zake Mungu akaendelea kuongeza riziki yangu. Anasema safari moja mwalimu aliniambia kuhusu mchango. Nilikuwa na hela niliyokuwa nimetunza kwa ajili ya kazi fulani au biashara fulani, lakini mimi nikatoa katika mchango. Siku ijayo nikampigia simu mtu ambaye ilikuwa ninunue mali kutoka kwake kwamba mimi sina hela, hivyo siwezi kununua mali yako. Yeye akasema kwamba hakuna shida, mali ambayo ulitaka kununua nusu ya hela imekwisha lipwa na baki unaweza kutoa baadaye. Anasema kwamba hadi leo siwezi kujua kwamba nani alilipa nusu ya hela. Mwenyezi Mungu hivyo anawasaidia waja wake, na baadhi ya watu Mungu aliwajalia ajira walipojitolea. Kutoka Czech Republic kijana moja anasema kwamba Mungu alinijalia maisha ya kiroho, maisha mapya kwa sababu ya kujitolea mali. Mimi naona wanafunzi wenzangu wamekumbwa na shida na wasiwasi, lakini mimi nina amani. Kila moja anaendelea kukusanya hela, lakini hayo yamekuwa mazoea yangu kwamba ninapopata hela najitolea katika njia ya Mungu. Marafiki zangu wanasema kwamba hiyo haina faida, lakini Mungu wangu ni shahidi kwamba maisha yangu ni kwa sababu yake. Anasema kwamba nilikuwa napata shida katika kutafuta ajira, kwa fadhili na baraka za mchango nikapata ajira. Sikuwa na malazi, Mungu akaniandalia malazi. Muda
wote sikuwa na hela, lakini sasa muda wote ninakuwa na hela, natoa mchango na mungu ananipatia zaidi na zaidi. Kutoka india inspector saheb anasema kuna mtu mmoja ambaye alikuwa anadaiwa michango 24,000. alisema kwamba nina hela lakini nataka kulipa katika kazi fulani. Nikasema kwamba ni mwisho wa mwaka wa wakfajiri, unaweza kuangalia kwamba utatoa sasa hivi au baadaye. Ye akasema mimi namtegemea allah na hela hii natoa katika mchango. Siku ijayo ye akanipigia simu kwamba hela fulani ilikuwa imekwama sehemu fulani na nimepata ghafla. Sikupata yote lakini 50,000 rupia nimepata, na iliyobaki pia ameahidi kunipatia haraka. alisema kwamba mungu ameniambia kwamba we unatoa mali kwa ajili yangu na unaacha mahitaji yako ya binafsi na unajaribu kutimiza mahitajio ya jamaati, hivyo mimi nakusaidia. Mungu anasaidia hivi kwa fadhili na msaada wa allah. Katika jamaat matumizi yanaendelea kufanywa. hatmasihi maud kama asemavyo kwamba hakuna nabii aliyepita duniani ambaye hakutangaza michango ili kuendesha nizamu. Katika jamaat ahmadia pia mipango inatolewa, inatangazwa. Katika dunia tuna mission mbalimbali, michango ya tahrik na wakf inatumika huko. na katika nchi za afrika vile vile watu ambao si matajiri sana japo wanatoa michango lakini matumizi ni makubwa. mission house miskiti katika afrika kuna miskiti iliyojengwa ni 7,953 na 306 ni miskiti inaendelea kujengwa. mission house 1868 inaendelea kuendeshwa. wabashiri 400 wanafanya kazi, walimu zaidi ya 2,000 wanafanya kazi. kisha kadian nchi za south america kwenye visiva hela inatumika kutoka markaz kwa ajili ya kuendesha mission. kunakuwa na matumizi yake. kuna matumizi ya literature, yani vitabu mbalimbali ambavyo vinachapishwa kutoka hapa pia vinapelekwa, na vitabu vingi vinagawiwa bure. vipeperushi vinagawiwa. baadhi ya vitabu vinachapishwa katika nchi zile vile vile. matumizi ya yote mwenyezi mungu anaendelea kuijalia jumuiya kwa ajili ya matumizi. saa nyingine hatufahamu kwamba mipango ni mikubwa, matumizi ni makubwa, kipato ni kidogo. hata kama tujumuishe michango ya tahrik na wakf inayokuja markaz takriban inafikia kama milioni 31 paundi, lakini inchi 106 grant ya mwaka inaendelea kutolewa ni sawa na hela hii. kisha kuna jamiat mta mamilioni inatumika juu yake. kuna matumizi ya markaz. mwenyezi mungu anaendelea kutimiza matumizi yote. saa nyingine tunapata fikra kwa labda ni matumizi makubwa, kivipi tutaweza kutimiza, lakini mungu anaendelea kutimiza kwa fadhili yake, na mwenyezi mungu anaendelea kutusaidia. mission hii au kazi hizi zinaendelea kwa fadhili ya allah. hatmasihi maud alikuwa amesema na mungu alikuwa amemwambia kwamba mimi nitakupa mali, na mungu anaendelea kutoa mali ile. mwenyezi mungu aijalie jumuiya kuitumia kama ipasavyo, yani watumie vizuri na watumie kwa uangalizi na umakini mkubwa. hatmasihi maud anasema kwamba haiwezekani kwenu kwamba muipende mali na pia mupende mwenyezi mungu. mnaweza kupenda mmoja tu, basi mtu huyu ni mwenye bahati njema ambaye ampende mungu. kama mmoja wenu akimpenda mungu atatoa katika njia yake, mimi nina yakini kwamba katika mali yake
baraka itatolewa zaidi kuliko wengine, kwani mali haiji yenyewe bali inakuja kwa matakwa ya mungu. Hivyo mtu ambaye kwa ajili ya mungu anaacha sehemu ya mali yake lazima ataipata, lakini mtu ambaye akipenda mali hatumikii kwenye njia ya mungu kama anayotaka kuitumikia, ye atakosa mali yake. Msifikiri kwamba mali inakuja kwa juhudi yenu bali inatoka kwa mungu, na msifikiri kwamba nini kwa kutoa mali au kuitumikia dini yake mnafanya ihsan juu ya mungu au juu ya mtume wake, bali hii ni ihsani yake kwamba yeye amewaiteni kwa ajili ya huduma hii. Na mimi nasema kweli kweli kwamba mkiniacha nyote na mkiacha kutoa huduma, yeye ataumba kaumu ambao watamtumikia. muelewe kwamba kazi hii ni kutoka mbinguni na huduma mnayotoa ni kwa ajili ya kheri yenu. Hivyo musiwe na kibri moyoni na mutafakari kwamba sisi tunatoa huduma fulani. Mimi nawaambieni kweli kweli kwamba mungu hahitaji huduma zenu. Hii ni fadhili yake juu yenu kwamba amewapatieni nafasi yake. Hii ndiyo fikra na hisia ambazo masihi maud alizalisha katika jamaat, na kwa fadhili ya allah leo baada ya kupita muda wa miaka 135 jaziba hii inapatikana kwa watu wa jamaati na inapatikana katika vijana na wanajumuia wapya ambao wanaendelea kujitolea. Na nimeweka mbele yenu matukio yao machache, namna walivyoelewa roho hii kwamba mungu anatia baraka kwenye mali yao na wao kwa ajili yake wanakuwa tayari. mwenyezi mungu atie baraka kwenye mali zao. Na pia nitaweka mbele yenu ripoti ya mchango wa wakfe jadid ambayo inaonyesha kwamba mwaka huu namna ambavyo jumuiya ilijitolea. kwa fadhili na msaada wa allah mwaka wa wakfe jadid wa 67 umekaribia kwisha pamoja na Desemba 31, na kutoka jumuiya takriban milioni 14 paundi imetolewa katika mchango wa wakfe jadid, na makusanyo hayo 7,036 paundi ni zaidi kuliko mwaka jana, alhamdulillah. Na katika makusanyo ya mchango wa wakfe jadid namba 1 ni uingereza na kisha ni canada. kulikuwa na shindano kali baina yao. canada pia imeongeza sana katika kujitolea, lakini ni nyuma ya uingereza. namba 3 ni ujerumani, kisha ni marekani, india, australia, jumuiya moja ya middle east, kisha indonesia, kisha kuna jamaat moja ya mashiriki ya kati, na kisha ni ubelgiji. katika bara la afrika kwa ujumla jumuiya zilizochangia namba 1 ni ghana, kisha ni mauritius, namba 3 burkina faso. burkina faso pia hali ni tete sana, lakini wanajamaat wanaendelea kujitolea na sisi hatukuweza kupokea ripoti kutoka maeneo mengi. kisha ni tanzania, kisha ni liberia, gambia, nigeria, sierra leone, benin, congo kinshasa. idadi ya washiriki wa mchango wa wakfe jadid sawa na ripoti ni 1,551,051, na pia kuna maongezeko kwenye idadi kuliko mwaka jana. nchini pakistan japokuwa hali ni tete sana, wameongeza idadi yao. nigeria, cameroon, sierra leone, gambia na congo brazil pia wameongeza idadi ya washiriki. jamaat 10 za uingereza waliojitolea ni farnham namba 1, worcester park, islamabad, walsall, aldershot south, ash, cheam south, gillingham, aldershot north, yule. na mikoa mitano: mkoa wa kwanza islamabad, baitulfutuh,
midlands msikiti wa fazl na baitul ihsan. daftar atfal inakuwa na mchango wake wa wakfe jadid. hivyo jamaat kumi za awali aldershot namba 1, aldershot north, farnham, ash, aldershot south, borden, cheam south, islamabad, roehampton, well, manchester north, walsall. majimbo ya canada yani amarat sawa na makusanyo namba 1 ni vaughan, calgary, peace village, vancouver, toronto west, brampton east, kisha ni toronto. na jamaat kumi kubwa za canada namba 1 ni hamilton, kisha edmonton west, hamilton mountain, milton east, bethlehem saskatoon, durham west, regina, montreal west, kisha ni baitul afiyat saskatoon, winnipeg, erie, lloydminster, newfoundland. katika daftar atfal kuna amarat zilizofanya kazi kubwa vaughan namba 1, toronto west, vancouver, peace village, calgary, mississauga, brampton east, brampton west, toronto. katika daftar atfal kuna jamaat namba 1 durham west, hadika ahmad, bradford east, montreal west, hamilton east, hamilton, hamilton mountain, ensfield, milton west, windsor. kuna majimbo matano ya ujerumani: hamburg namba 1, kisha ni frankfurt, wiesbaden, grossgrau, redstadt. na kuna jamaat 10 za ujerumani: rodgau, nida, rudermark, floresheim, neuwied, koblenz, weingarten, pinneberg, berlin, nuis. katika daftar atfal kuna majimbo matano namba 1 ni wiesbaden, kisha hamburg, hessen, zud east, westfalen, detzenbach. matawi 10 ya marekani: maryland namba 1, los angeles namba 2, north virginia, silicon valley, seattle, detroit, chicago, dallas, south virginia, austin. kwa mujibu wa daftar atfal jamaat 10 namba 1 seattle, kisha philadelphia, north virginia, georgia, carolina, chicago, austin, dallas, oshkosh, detroit, maryland. nchini pakistan kwa ufadhili na msaada wala wamefanya kazi kubwa sana, wamejitolea sana. na nchini pakistan namba 1 ni lahore yani jumuiya ya lahore, kisha namba ya pili ni rabwa na namba 3 ni karachi. na nafasi ya wilaya katika watu wazima: islamabad namba 1, sialkot namba 2, faisalabad, gujarat, gujranwala, sargoda, umarkot, multan, hyderabad, mirpur khas. jamaat kumi za pakistan namba 1 islamabad, kisha township lahore, darzikar lahore, azizabad karachi, ilama iqbal town lahore, kisha samanabad lahore, baitul fazl faisalabad, multan mjini, delhi gate lahore, gujranwala mjini. katika atfal jamaat kubwa 3 namba 1 lahore, kisha ni rabwa na inayofuata ni karachi. na katika daftar atfal wilaya ina nafasi zake: islamabad namba 1, kisha sialkot, kisha narwal, umarkot, rawalpindi, gujranwala, mirpur khas, gujarat, hyderabad, shekhpura. kuna majalis vile vile zilizochangia sana. nchini india jamaat 10 katika majimbo: kerala namba 1, kisha tamil nadu, jammu kashmir, karnataka,
telangana, odisha, punjab, west bengal, maharashtra, uttar pradesh. Na jamaat kumi namba moja ni coimbatore, kadian, hyderabad, calicut, manjeri, bangalore, malaya palayalam, kolkata, kerang, kerolai. jamaat kumi za australia namba moja castle hill, melbourne longbourn, marston park, melbourne clyde, logan east, melbourne berwick, penrith, perth, adelaide, adelaide west. Katika watu wazima kuna jamaat za australia castle hill namba moja, kisha ni melbourne longbourn, marsden park, logan east, melbourne berwick, melbourne clyde, penrith, perth, adelaide west na blacktown. katika atfal yani vijana melbourne longbourn, perth, plumpton, adelaide south, melbourne clyde, penrith, melbourne west, marsden park, brisbane central na melbourne berwick. mwenyezi mungu atie baraka nyingi na baraka tele kwenye mali na nafsi za wote waliojitolea. pia mufanye dua kwamba mwaka huu wa 2025 uwe wenye baraka kwa ajili ya jamaat. mungu aisalimishe jamaat kutoka kila shari nchini pakistan. makundi yenye msimamo mkali na makundi haya yanaendelea kushikwa na hasira katika nyakati mbalimbali na katika maeneo mbalimbali katika uadui wa jamaat. hata kwa kutumia kivuli cha kanuni wanafanya juhudi ya kufanya zulma za kila aina. viwanja vya makaburi haviko salama, nyumba haziko salama. mungu afanya mpango wa kuwakamata wazalimu hawa, awalinde wahamadia. watu hawa wanaendelea kuchungulia rabwa, mungu aendelee kulinda rabwa. nilikuwa nimewahimiza wahamadia kuhusu duru sharif na baadhi ya maombi. wahamadia wa pakistan wasome na kila ahmadia wa dunia asome dua hizi. mufanye dua kwa ajili ya wahamadia wa bangladesh. mungu awasalimishe kutoka shari ya watu wenye msimamo mkali. nchini siria serikali mpya imepatikana huko, pia mungu awalinde wahamadia wote kutoka kila shari. pia kuna nchi zingine za afrika. mwenyezi mungu sehemu zote awalinde wahamadia. kila ahmadia ana wajibu kwamba kwa ajili yake mwenyewe pia afanye maombi mengi kwa ajili ya nchi zao, na wahamadia wanaoishi nje ya pakistan wafanye dua kwa ajili ya pakistan. pia mufanye dua kwa ajili ya hali ya dunia na hali hizi za kivita. mwenyezi mungu awasalimishe wote wasio na hatia kutoka athari zake mbaya. mwaka mpya unapoanza watu hawa wanasherehekea sana na wanafanya mipango mbalimbali, lakini kila mmoja anaona furaha zake. watu hawa hawana hisia kuhusu uchungu wa wengine. watu hawa walio maskini, kaumu maskini, na watu hawa kaumu zenye nguvu zinaendelea kufanya zulma juu yao. mwaka huu mwenyezi mungu aiangamize mipango ya kaumu hizi zote zenye nguvu, na tuone umoja wa mwenyezi mungu ukipatikana katika dunia. mwenyezi mungu atujalie sote. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر